Jamii ya Akamba wamelalamikia dhana kushikilia kwa muda mrefu ngome ya upinzani, wakisema hali hiyo imepelekea maslahi ya wenyeji wa eneo hilo kutozingatiwa kikamilifu kwa kukosa kuwa ndani ya serikali. Viongozi hao wakiongozwa na Askofu Mkuu wa Kanisa la ABC Afrika ya Kati, Mashariki na Kusini na Finland, Dr. Timothy Ndambuki, wamesema ni wakati mwafaka wa jamii hiyo kujipanga upya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Viongozi kadha katika jamii ya Ukambani wakiendelea kuangazia ni jinsi gani jamii hiyo itafaidika na maendeleo na pia kuwa katika serikali ijayo mwaka wa 2027. Askofu Mkuu wa Kanisa la ABC Afrika ya Kati, Mashariki, Kusini na Finland, Dr. Timothy Ndambuki amefanya kikao na kikosi cha ushauri cha rais kinachoongozwa na Profesa Emmanuel Mutisya kujadiliana masuala tofauti ya kimaendeleo kufaidi jamii hii na pia kufanya kazi na serikali iliyopo. Had a meeting between the Technical Advisory Group of President William Ruto and the Ukambani Church Leadership Alliance, the leadership of the church led by His Grace Archbishop Dr. Timothy Ndambuki of the Africa Brotherhood Church, to discuss issues around development of our community. We did agree that for now it is important that we work closely with the government in power so that we can bring about development to our people. Number two, we need to enlighten our people through civic education on the kind of leaders that we need that have the capacity to bring about the development that we are all looking forward to. Mutisya akisema kuwa jamii hii imekuwa katika mrengo wa upinzani kwa muda mrefu, jambo ambalo linawanyima maendeleo wakati serikali inagawa, shinikizo lao likiwa jamii hii ishirikiane na walio na nafasi bora kuunda serikali katika uchaguzi ujao na pia kuwania kiti hicho mwaka wa 2032. Years as a community, and specifically over the last 20 years, we have been in the opposition. Which then means that when the government is allocating resources, we have been left behind because of that tag of being in the opposition. This time around, we don't want to be in the opposition. In 2027, we want to be part and parcel of those people who are going to form the government. And in 2032, we are committed in making sure that we, the community, will be the government of the day. And so, why we want to be at that table is because if we are not there, then the interests of our community will not be taken care of. And we, as a team, as this technical advisory group of the president, we want to bring our community together so that as we work towards the elections of 2027, that we are part and parcel of the team. Aidha, wamehakiki kufanya hamasa kwa jamii hii na hasa vijana kujiandikisha kura kwa wingi ili kuwa tayari kwa uchaguzi huu ujao, na pia ni jinsi gani ya kuwachagua viongozi bora watakaozingatia maslahi yao. We must prepare ourselves for 2027 through one voter mobilization, ensure that our young men and women in the community are well prepared to elect leaders that will take us to the next level. We did agree on several activities that we're going to undertake together with the professionals and the church to ensure that we bring this message to every corner of our community and every corner of our country. Wameonyesha juhudi za rais kusaidia eneo hilo, wakitaja baadhi ya miradi inayoendelezwa na serikali yake katika kaunti 3 za Ukambani. Fredrick Kwambua, Undugu TV.